Chacha, mambo vipi? Fresh, unajionaje hali yako bwana Msechu? Very good. Mambo yanasemaje? Poa kabisa. Chacha, wewe unampenda mnyama gani? Na kama wewe ungekuwa mnyama gani? Chacha, wewe unatoka kanda ya Ziwa. Ndio. Katika kabila unalotoka, ndio, tembo mnamuita jina gani? Mimi Mkuria bwana. Wakuria tunamuita tembo Inchugu. Inchugu. Na marafiki wengi ambao wana majina ya tembo. Na tradition zetu za Kiafrika tunapeana majina hayo kwa maana ya uhifadhi. Tuwahifadhi hawa wanyama ambao tumepewa majina yao, tuwathamini, tuwapende. Tembo mimi ni ndugu yangu bwana. Kwa hiyo tembo yeye ni muhifadhi mkuu. Na ndio maana tunamuita the key role player in the ecosystems and savannas of Africa, lakini the keystone species. Utalii popote katika mtiririko wa kuongea na waongoza wageni. Leo tuko na Chacha alimaarufu the Ambassador Guide. Chacha, wewe unampenda mnyama gani? Na kama wewe ungekuwa mnyama gani? Nashukuru sana. Mimi nampenda sana tembo wa Afrika, Loxodonta africana. Ni mnyama wangu favorite number 1. Baada ya kuwa nimekwenda kwenye vyuo vinavyofundisha masuala ya ekolojia na umuhimu wa wanyama, nikagundua kwamba tembo ni mnyama wa kipekee ukilinganisha na wanyama wengine wote. Nilimsoma vizuri sana. Kwa hiyo nilichagua kwamba tembo awe mnyama wangu wa kuniwakilisha mimi. Tembo bana ni mnyama mkubwa sana anayeishi nchi kavu barani Afrika, na tunaye Tanzania katika mapori yetu Serengeti na kwingineko. Tembo ni mnyama wangu wa kwanza. Kama ulivyosema tembo ndo mnyama wako wa kwanza kumchagua, ni kwa nini umemchagua tembo kuwa ni mnyama unayempenda? Ziko sababu nyingi sana Msechu. Ndio. Zikiwemo sababu za kijamii, zikiwemo sababu za kiikolojia, sababu za kiuhifadhi, sababu za kimila na kijadi na culture, nikimaanisha utamaduni. Lakini kuna sababu za kiutalii na sababu za kiuchumi. Kwa hiyo ziko sababu nyingi. Zote hizo zinanifanya nimpende tembo. Lakini zaidi bwana Msechu, nimempenda zaidi tembo kutokana na sababu zake za kijamii au niseme za kitamaduni. Nitaelezea vitu vinaitwa aesthetic values. Sawa. Kwa maana ya kwamba sababu na umuhimu wa tembo na thamani zake za uzuri wake, lakini nitaelezea thamani ya tembo katika mila na desturi na culture au tamaduni zetu wa Afrika. Sawa. Yeah. Chacha, wewe unatoka kanda ya Ziwa. Ndio. Unasema unampenda mnyama tembo. Ndio. Katika kabila unalotoka, ndio, tembo mnamuita jina gani? Mimi Mkuria bwana. Wakuria tunamuita tembo Inchugu. Inchugu. Na baba yangu mdogo mimi anaitwa Machugu. Kwa hiyo ni tembo baba yako mdogo? Baba yangu mdogo ndio alikuwa anataka kuja kuelezea katika zile cultural values, yani thamani za kiutamaduni. Umeuliza swali zuri sana, ambalo bahati nzuri naenda kuanzisha zile sababu zinazofanya kwa nini nampenda tembo kiutamaduni. Babangu mdogo anaitwa Machugu, na mpaka sasa hivi yupo, huwa nasalimia naye, naongea naye, yuko nyumbani huko Tarime. Sawa. Machugu anapewa jina hilo mtoto wa kiume wa Kikuria, likimaanisha sifa nzuri alizonazo tembo. Kwa hiyo tunakuwa tunakupatia wewe mtoto wa kiume. Sawa. Lakini pia ukiachilia mbali hiyo, mababu zetu miaka mingi iliyopita kabla ya kuja kwa wakoloni, walikuwa kila mnyama wanampa thamani yake. Tembo alithaminiwa sana kiasi kwamba ikafika mahala tembo akawa anachukuliwa kwamba ikitokea mtu imetokea kwa bahati mbaya au kwa namna yote kamuua tembo,
inachukuliwa ni kama laana kwa jamii. Kwa nini umemuua tembo? Kwa sababu wao wanaamini kwamba, na ndivyo tunavyoamini hata sisi sasa hivi, kwamba tembo ni mnyama wa kipekee ambaye anafanya kazi kubwa sana ya uhifadhi katika savana za Kiafrika pamoja na Serengeti. Anafanyaje zile kazi tembo huyu? Umuuliza swali zuri sana. Tembo kwa lugha tunayoitumia kuwaongozea wageni huwa tunamuita the natural ecological engineer. Yaani ni mtaalamu msomi wa asili. Kabla sisi wasomi wa sasa hivi hatujaanzisha vyuo vikuu na vyuo vingine vya uhifadhi wa wanyamapori na conservation uhifadhi, tembo alikuwa anafanya hiyo kazi kiasili kabisa, kama vile mwenye PhD. Yaani Mungu alimwekea hiyo instinct. Nikisema instinct ni tabia ambayo amezaliwa nayo. Mungu kamwekea hiyo software kwamba utakapozaliwa kazi yako wewe itakuwa ni ekolojia. Sawa sawa. Kwa hiyo tembo ni natural ecologist, na ndio maana tunamuita the key role player in the ecosystems and savannas of Africa, lakini the keystone species. Kwa nini tunatumia hayo maneno? Ndio. Keystone species kwa taaluma yetu ya uhifadhi na ekolojia ni kiumbe ambaye ukimwondoa katika maeneo alipowekwa kufanya kazi ya maintenance of savannas, ni kama unaweza kusababisha kitu kinaitwa ecological cascading, anguko la ekolojia, la mifumo ya kiikolojia, na hasa maeneo ambapo yanapatikana. Labda nikwambie kitu kimoja Msechu, kabla sijasahau. Prehistoric, tukienda nyuma miaka milioni kadhaa au elfu kadhaa, tafiti zimeonyesha kwamba tembo ndio wanyama waliokuwa wakifanya migration kubwa kuliko wanyama wote wale duniani. Tembo walikuwa wanatoka Cape to Cairo. Miaka hiyo tunazungumzia. Tumejuaje? Tafiti zimefanyika huko Morocco, huko Tunisia, huko Masri, Egypt. Zimeonyesha kwamba kuna mabaki na masalia ya tembo yaliyofukuliwa ambayo yanaonyesha kwamba African Loxodonta africanus walikuwa wakifanya migration wakitoka Cape to Cairo, kutoka Cairo to Cape. Ili eneo lote tembo ni kama vile nature iliwapatia, walifanyia kitu kinaitwa ecosystem and maintenance. Unapoona tembo anavunja miti au anachimba ardhi, ana maintain ecosystems. Akivunja mti maana yake ana open space ili miale ya jua ambayo ndio central system of energy iweze kupenya na kuingia ardhini, ili kupata majani, ili majani na nyasi ziweze kuota, kwa sababu asilimia zaidi ya 80 ya wanyama tulionao katika savana za Afrika wanategemea zaidi majani na sio miti, kwa sababu hawawezi kupanda miti. Ni wanyama wachache sana ambao wanategemea majani ambayo kwenye miti, lakini wengi zaidi, tukizungumzia nyumbu, tukizungumzia swala, tukizungumzia gazelle, tukizungumzia digidigi, tukizungumzia eland, tukizungumzia buffaloes kwa maana ya nyati, wote hao wanahitaji chakula ambacho kiko kwenye ardhi. Kwa hiyo tembo yeye ni mhifadhi mkuu. Yeye ndo anawezesha hawa waweze kupata riziki zao. Kwa hiyo unapoona anavunja mti ni kwamba anavunja huu mti ili swala, nyumbu, mbogo nao waweze kupata nyasi za kula. Na ukiona tembo anavunja kwa ajili na yeye kula, maana huwa akivunja huwa anakula, kwa mfano hii migunga na baadhi ya miti. Msechu, ukiwa mwangalifu, mimi nimesema nimekuwa katika hii tasnia kwa zaidi ya miaka 20. Miongo miwili sasa. Sawa sawa. Nimekuwa nikiobserve, nikiangalia. Sio kila mti anauvunja anaula. Mwingine anaivunja tu kufungua alafu anaondoka zake. Ni michache ambayo anavunja anakula. Kwa hiyo haya mambo yote pamoja na mengine ndio yanifanya nimuone tembo ni mnyama wangu pendwa mzuri, ambaye mimi pamoja na mambo mengine, babangu mdogo anaitwa Machugu, lakini nafikiri na mimi siku za usoni nitaitwa Chacha aka Machugu kwa sababu nampenda sana tembo. Chacha anampenda mnyama tembo. Kwa lugha yao wanamuita inchugu. Lakini ukienda Zambia wanamuita ndlovu, ukienda nchi zingine kama Mozambiki wanamuita ndlovu au njovu, na sisi hapa Tanzania pamoja na makabila yote ya Kibantu wanamuita ndovu. Mimi na rafiki zangu wanaitwa ndlovu wako Zambia, na rafiki zangu wanaitwa njovu wako Mozambiki, na marafiki wengi ambao wana majina ya tembo. Na tradition zetu za Kiafrika tunapeana majina hayo kwa maana ya uhifadhi. Tuwahifadhi hawa wanyama ambao tumepewa majina yao, tuwathamini, tuwapende. Chacha anampenda mnyama tembo. Kwa lugha yao wanamuita inchugu, na yeye angekuwa kama ni mnyama basi angeitwa Machugu.